Huko Mashariki ya Kati hivi sasa Marekani anapitia wakati mgumu kweli kweli, ambapo taarifa zinaeleza kwamba meli kubwa ya kifahari ya Urusi imepita katika mlango wa bahari wa Hormuz licha ya njia hiyo muhimu ya majini kufungwa kutokana na mvutano dhidi ya Marekani. Meli hiyo ya Nord yenye urefu wa mita 142 inaelezwa kumilikiwa na bilionea wa Urusi Alexei Moldashov na iliripotiwa kusafiri kutoka Dubai kuelekea Muscat mwishoni mwa wiki hii. Kwa mujibu wa taarifa za usafiri wa majini, Nord iliondoka Dubai Ijumaa usiku na kuwasili katika eneo la Al-Mouj Marina huko Muscat Jumapili asubuhi. Meli hiyo inakadiriwa kuwa na thamani ya zaidi ya dola milioni 500 za Kimarekani. Licha ya Moldashov kutotajwa rasmi kama miliki wa meli hiyo, rekodi zinaonyesha kuwa ilisajiliwa mwaka 2022 chini ya kampuni inayomilikiwa na mkewe. Kupita kwa meli hiyo kunakuja wakati Iran ikiendelea kushirikiana na Russia katika mazungumzo yanayoendelea, huku mvutano kati ya Marekani ukihusu kufunguliwa tena kwa mlango huo wa bahari wa Hormuz, huku Marekani wakishindwa kuizuia meli hiyo ambayo ilipita katika mlango wa bahari wa Hormuz na kuelekea nchini Russia. Marekani walisema kwamba wanakuwa wanazuia zile meli ambazo zinapita katika mlango bahari wa Hormuz, wao wametega kwa mbele, watakuwa wanazizuia hakuna kupita. Lakini meli hii ambayo ilikuwa inaelekea Russia imepita vizuri katika mlango bahari wa Hormuz na mbele kule katika kiziwizi cha Marekani na penyewe imepenya. Maana yake Marekani imeona kabisa humo tukiuchokoza balaa inaweza katokea, kwa sababu hii meli inaelekea Russia, meli ya Russia, alafu mimi ni kamate, maana yake nitakuwa nimetafuta vita nyingine ambayo hainihusu. Na ukizingatia Russia na Iran, hawa watu ni washirika, na waziri wa mambo ya nje Iran yupo pale nchini Russia katika mazungumzo na Putin. Kwa hivyo naona kabisa hapa naweza nikavinunua vita. Kwa hivyo hata Marekani wenyewe wameyaja tu meli hiyo ipite bila kuguswa. Mtazamaji, Marekani hivi sasa anatia huruma huko Mashariki ya Kati, hajui afanye nini, ni kama mistake hivi sasa. Maoni yako ni yapi kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kwa Mashariki ya Kati? Lakini pia Marekani unamuona kabisa ameshindwa vita au bado yuko anatunga sheria? Maoni yako ni muhimu sana, andika hapo katika sehemu ya comment.